Mimi nataka kuambia Mama Samia, na tunakuambia for free sisi kama vijana wa Kenya. Kenya si taifa la kuingiziwa vidole. Uwezi ita rais au rais amekuja kwa ajili ya maendeleo ya nchi, unakuja kutuambia hapa kuwa umemkalisha kikao cha kumfundisha namna kuua watoto wa watu. Umeua Watanzania Oktoba 29 hujatosheka. Mpaka unakuja kusema unasema hao wakija eti wanapigania demokrasia. Piga huko mikoaje wakija huko na mimi napiga. Mimi nataka kuambia hivi, Rais William Samoei Ruto ni rais aliyechaguliwa na wananchi mamilioni na mamilioni ya Wakenya. So rais anajua umuhimu wa kuongoza taifa. Si wewe ambao umechukua mamlaka kinguvu, ukienda kuapishwa kwa jeshi, ukiua watoto wa watu, uja kupea William Ruto lecture. Mimi nataka kuambia Samia, umevuka mipaka. Kama ulikuwa unatupipu wa Kenya, sisi huwa atupipu, ukipipu tunapiga. Sasa sisi tunataka kuambia ukweli. Kama unafikiria uongozi ni kuua watoto wa watu, mimi nataka kuambia for free, we mama, umevuka mipaka sasa. Na kama hiyo ndo itafanya Wakenya au vijana wa Kenya watafanya maandamano hata kukata hata hilo refinery isijengwe Tanga, ni hii sasa imefikia. Huwezi kuja kutuambia eti umefanya mkutano na rais wetu ukimwambia kuwa wakijaribu kupigania demokrasia piga, wakija huku na wao unapiga. So nataka kuambia hivi, Kenya tulishatoka hapo, na sisi si watumwa. Wakenya walishatoka kwenye utumwa. Na wewe kama unafikiria kuwa wewe sasa ni kifalme, umekuwa Idi Amin, mama mwenye kuua watoto wa watu, unakaa kutangazia watu kuua. Sisi kama jamii ya Kenya, sisi hatuko tayari kuendeshwa kisenge, na hatuko tayari kutangazia. Kama ukija noma tunakuja noma, ukija mbaya tunakuja mbaya. Na sisi tunataka kuambia Samia Suluhu Hassan, hii speech yako itakukost na itakugharimu. Sisi kama mimi nilikuwa na kuheshimu, lakini hii kabisa umeonyesha hauna nia njema na watoto wa watu, hauna nia njema na ushirikiano na hata na Wakenya. Sasa kama unaua wa Tanzania, je, sisi wa Kenya? Hata hiyo refinery kijengwa Tanga, hakuna Mkenya atakuwa na uhuru, hakuna Mkenya atakayeongea, kwa sababu umeshasema kuwa wewe kazi yako ni kupiga na kuua na kupoteza. Umepoteza mamilioni ya vijana wa watu wao wafanya biashara wao. Yani hautaji kuona mtu yote mwenye akili Tanzania, unataka ufanye wa Tanzania kuwa wajinga na mabubu. Mimi nataka kuambia hivi, hao ni wa Tanzania, lakini sisi wa Kenya, mama, mimi nakwambia for free, sisi kama jamii ya Wakenya, sisi si watu wa kunyamazishwa. Sisi katiba yetu tunaongozwa kikatiba, na rais anaongoza nchi kikatiba, na wananchi wana uhuru wa kuongea, wananchi wana uhuru wa kutoa kero zao. Si Tanzania hiyo naye ziba mdomo ufikiri tutakuja kutoziba mpaka na Wakenya. Mimi nataka kuambia Samia Suluhu Hassan na vibaraka vyako wote mnayeua wa Tanzania, kuna siku wa Tanzania watapata haki, na kuna siku Tanzania itajikomboa. Ndio siku mtajua kuua hakuwezi zuia haki, na siku zote haki haiwezi nyimwa, haiwezi zuiliwa na mtu yote yule. Panapo haki, mimi naambia panapo haki, pale pa kuna haki, Mungu ako katikati yao. Mimi nataka kuambia Samia, William Samoei Ruto ni mcha Mungu. William Samoei Ruto ni kiongozi anayejua umuhimu wa kuwa kiongozi wa wananchi. William Samoei Ruto ni rais aliyechaguliwa na watu. So hii kauli unakuja kuambia eti piga, ndio maana rais alikwambia shida ya Tanzania na shida ya Kenya si wananchi, shida ni umaskini na ukosefu wa kazi. Ndio maana unaona William Samoei Ruto kila itao leo anapigana na anapambana kila njia vile ataweza kutoa umaskini kwa nchi ya Kenya, na anapambana na vile anaweza create kila siku namna vijana wa Kenya watapata ajira. Si kuja kuambia watu hapa eti piga huu apifanya nini, piga mikoa ufanya nini. Sisi hatuendeshwi kikateri, na sisi hatuendeshwi unawafikiria. Wakenya si wajinga. Na mimi nataka kuambia Samia, bila kukuogopa, wewe ni mama ambao na watoto eji yangu, ni mama ambao tunaheshimu, lakini umevuka mpaka kuja kusema kwa kamera ukitangazia watu mbaya kuwa piga fanya nini. Utapiga ngapi na utoa ngapi? Hiyo kitu utaondoka tu. Hata kama ni miaka 5, hata ukitaka kukatalia utaondoka na wewe. Sisi tutaishi kwa hii dunia milele. Hata wewe kuna siku utakufa. Hata ukina Abdul wako unayetumia watoto wako kwa kumwaga damu ya Tanzania, kuna siku yao itafika watakufa hata wakiwa merara. Kwa hivyo usikae kutishia watu kuwapiga na kuwaua na kuteka watoto wa watu eti uogopewa kama nani. Mimi nataka kuambia for free Samia,
Sisi jamii wa Kenya na sisi kama wa Kenya na mimi kama Mkuria mwenye surudi nyuma, mimi nitakwambia ukweli kuwa umekosea na umekosea. Yaani unakaa nikana kuwa wewe si rais na utambui umuhimu wa kuitwa rais wa nchi. Na mimi nataka kuambia ndugu yangu John Heche na kuambia for free. Hii agenda ambayo huyu mama anadanganya hapa eti watu wakae kwa meza, sijui mnataka kuleta umoja, sijui ushirikiano, sijui kufanya nini. Mimi nataka kuambia hivi, huyu mama hana haja na maridhiano. Maridhiano ya huyu mama yeye anaona ni kuua watoto wa watu. So asiwakori na kuwadanganya eti kuna haja ya maridhiano. Angelikuwa na haja ya maridhiano, angelikuwa akisimama ni maridhiano, angekuwa anatangaza kwa nchi yake. Si kuambia watu eti wakileta wanataka kudai haki, piga mikwacho, fanya nini? Mikwacho anasema ni kupiga watu marisasi na kuua. Ndio haja kwa danganya Tanzania eti kuna maridhiano. Tanzania huyu Samia Suluhu Hassan hana haja na maridhiano. Yeye anaona kuwa kuua na kupoteza watoto wa watu, kuteka watoto wa watu, akiacha watoto wa jamii za watu, wa mama wa watu wakilia, anafikiria hiyo ndo njia salama ya uongozi wake. Na mimi nawaambia hivi, ataua lakini hata iacha Tanzania ikiendelea, na Tanzania itabaki kuitwa Tanzania. Na Tanzania ni kubwa kushinda Samia Suluhu Hassan. Haja kuja kuambia watu hapa eti piga ua, fanya nini? Mshenzi kama washenzi wengine. Mama asiyekuwa na haya. Mama asiyekuwa na adabu kabisa. Na usiwahi jaribu kuambia William Samoei Ruto mambo na kuua watoto wa watu. William Samoei Ruto ni mcha Mungu, na William Samoei Ruto ni rais tunayempenda, ni rais ambao tunamlinda kama moni ya chicho letu. Hatuwezi kubali huo ujinga. Shame on you.